Kwa hiyo nimejipanga na slogan yangu kwamba Oktoba tunawaibia wao. Wametaka tutawaibia, hawakutaka tutawaibia kwa sababu tabia zao za wizi tumezichoka, na wizi ni kuamua. Mtu yote anaweza kuamua tu kuiba. Yaani muda mwingine hata wewe unaweza kukaiba ndani nyama alopika mama au kaiba hela aloweka mama, lakini sio tabia zako, unaamua kuacha, unafanya mambo mengine. Kwa hiyo wizi ni kuamua. Kwa kama wao wanatuibia kila siku, maana yake wanafanya maamuzi ya kutuibia. Na sisi mwaka huu kwa sababu sio wezi, ila tutasubutu na sisi kuwaibia kuhakikisha kwamba wananchi wanampata mbunge wanaomtaka. Iwe kwa wizi, iwe kwa uhalali, iwe kwa mazingira yote, mbunge anayetakiwa shinde na atangazwe, na hizo njia nasijua naziweza, watu kufanya kazi hizo wapo. Tarehe 29 kuna mambo mawili. Kuna jambo la kijinga wanazungumzia kuhusu maandamano. Ili mimi kwangu nahisi jambo la kijinga kwa sababu ili ukaandamane unatakiwa ujue unaandamana kwa ajili ya nini. Lakini ujue kiongozi wa maandamano ni nani. Lakini pia ujue watu unatoka, watu unakwenda. Lakini pia ujue maandamano yako au kero zako unapeleka kwa nani. Kama waliokuwa kwenye serikali sisi tunawaona kwamba hawafai na ni kweli hawafai. Sasa unaandamana kuwapelekea hiyo kero ambayo unaiona. Unategemea wanaweza kufanya hilo jambo. Kweli ni kwamba hawawezi kufanya. Lakini kama itoshi, maandamano yapo kwa mujibu wa sheria, yamewekwa kwa mujibu wa katiba, si ndio? Lakini katiba haijaishia tu kwamba tuna haki ya kuandamana. Kwa mujibu wa sheria, sheria nasemaje? Uandae barua, toe taarifa, useme unatoka wapi, unakwenda wapi, yabarikiwe, polisi wakulinde. Kama polisi wanasema tusiandamane, maana yake wameshaona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Sasa kama unaandamana, wao watatumia nguvu yao kukuzuia. Sasa mimi kama mbunge niwaambie, tarehe 29 ni siku ya kazi moja tu. Tunakwenda kuchagua viongozi tunaowataka kwa maslahi yetu na mahitaji yetu. Haya mambo mengine ya kuandamana na mambo mengine ambayo ni ya hovyo hayana nafasi. Kama tunataka tuandamane, tumalize uchaguzi tarehe 29, tarehe 30 tuandamane. Hata mimi watanipata. Lakini hatuwezi kufanya maandamano siku ambayo nchi imetenga kwa ajili ya kufanya uchaguzi. Huu ni uhalifu, huu ni ubaya, huu ni ujinga ambao hatuwezi kufanya. Na mimi nimwambia watu maana kila mtu ana interest yake. Mimi nasema sisi tutaandamana. Nimwambia kama wewe una uhakika una passport, kichafuka unaweza kukimbia hata Kenya, nenda kaandamana, mimi nakuunga mkono. Kama wewe una uhakika unaangalau ndani kwenye akiba yako unaangalau hela, ikiwaka Dar es Salaam unaweza kukimbia Morogoro. Ikiwaka Morogoro unaweza kukimbia Mbeya. Kama hiyo akiba ndani unayo, nenda kaandamana. Lakini kama haitoshi, kama una hela au una chakula ndani cha wiki hata moja au mwezi mmoja, kwamba kikichafuka wewe utajifungia ndani na watoto wako, utakoroga uji utakula, utasonga gari utakula, nenda kaandamana. Hatuwezi kuingiza nchi kwenye machafuko, shughuli za kijamii zisiendelee, watu wakaumia, watu wakafanya vitu vibaya, mwisho wa siku watoto, sababu siangalie tu sisi, kuna watoto hawajiwezi, kuna watu wenye ulemavu hawajiwezi. Leo ukiweka machafuko kwenye nchi, watoto watakufa, walemavu watakufa, watapata vilema vya kutosha, kitu ambacho sio sawa. Na hii nchi yetu ni nchi ya amani. Kwa hiyo niwaambie, tarehe 29 ni siku ya kwenda kufanya mageuzi ya kweli, watu wakachague viongozi wanaowahitaji, sio vyama wanavyovihitaji. Waende kuchagua viongozi wanaowahitaji kwa wakati huo, kwa maslahi ya kwao. Kwa tarehe 29 niwaombe sana watu wa Temeke na watu wa maeneo mengine kwamba siku hiyo kazi ni moja, kwenda kupiga kura, turudi nyumbani, tuendelee na ujenzi wa taifa. Mambo mengine ya kihuni, mambo ya hovyo tusubiri baada ya uchaguzi.